Habari za dunia. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza la mawaziri lenye wizara 27. Baraza hilo amelitangaza leo katika ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Awali baraza lilikuwa na wizara 26 na mawaziri wote wataapishwa kesho Jumanne. Rais Samia ametangaza kuanzishwa kwa wizara ya maendeleo ya vijana chini ya ofisi ya rais, ambayo itakuwa chini ya waziri Noel Nanauka. Samia pia amemteua Balozi Hamis Musa Omar kwa waziri wa fedha, huku Mohamed Mchengerwa akichaguliwa kwa waziri wa afya. Boniface George Simbachawene amechaguliwa kuwa waziri wa ndani. Wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa itaongozwa na waziri Rimo Simeon Nyansaho. Baraza jipya limejumuisha sura nyingi mpya, huku likiwaacha nje viongozi kadhaa mashuhuri wakiwemo mawaziri 7 waandamizi wa baraza lililopita. Miongoni mwa walodondoshwa ni alikuwa waziri wa nishati na naibu waziri mkuu Doto Biteko, pamoja na waziri mzoefu aliokuwa akihudumu wizara ya afya Jenista Mhagama. Rais Samia amewatakia kila laheri katika majukumu yao mawaziri wapya. Muhimu wa vijana kuwa na wizara kamili ambayo itasimama nao, na wizara hii itakuwa chini ya ofisi ya rais. Lakini vile vile tumefanya marekebisho kidogo kwenye wizara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana iliyokuwa, kwa sababu vijana tumewatoa. Sasa tumeona kuna haja tuwe na wizara ya kazi, ajira na mahusiano. Nataka niwatakie kila laheri katika ufanyaji wa kazi zao, na wote tutaapisha kesho asubuhi kama taarifa itakavyotolewa na katibu mkuu kiongozi. Waziri mkuu wa zamani wa Bangladesh Sheikh Hasina amehukumiwa kifo na mahakama maalum mjini Dhaka baada ya kupatikana na hatia ya kuamuru vikosi vya usalama kuua waandamanaji. Waziri huyo mkuu wa zamani alipatikana na hatia ya makosa dhidi ya haki za binadamu akiwa uhamishoni nchini India. Sheikh Hasina alikataa hukumu hiyo akisema imechochewa kisiasa. Zaidi ya watu 1000 waliuawa wakati wa maandamano ya wanafunzi yaliyoiangusha serikali ya Sheikh Hasina mwaka uliopita. Serikali inayoongozwa na jeshi la Sudan imezitaka nchi za Ulaya kusitisha uuzaji wa silaha kwa Umoja wa Falme za Kiarabu kutokana na madai kwamba silaha hizo zimekuwa zikipelekwa kwa mpinzani wao wa kijeshi, kundi la waasi la RSF. Kumekuwa na taarifa za mara kwa mara kwa silaha za kutoka mataifa ya Uingereza, Bulgaria na Ufaransa kutumiwa na kundi hilo la RSF, kundi ambalo linatuhumiwa kwa kutenda ukatili wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Balozi wa Sudan katika Umoja wa Ulaya aliambia tovuti ya Politico kwamba nchi za Ulaya zinapaswa kuzingatia maadili pamoja na biashara na Umoja wa Falme za Kiarabu. Tayari Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha kuuza silaha kwa mtu yoyote nchini Sudan. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaunga mkono juhudi za bunge la Marekani kutaka kuachiwa kwa nyaraka za serikali zinazohusiana na mkosaji ama alokuwa amehukumiwa kutokana na makosa ya unyanyasaji wa kingono marehemu Jeffrey Epstein. Sambatenzi na maelezo zaidi. Mabadiliko makubwa ya msimamo wa Rais Trump yanakuja baada ya shinikizo kubwa kutoka kwa chama chake. Baadhi ya wanachama wa Republican wa baraza la wawakilishi wamesema wataunga mkono muswada ujao wa kulazimisha kutolewa kwa nyaraka zaidi. Trump alisema watu wanapaswa kusonga mbele kutoka kile alichokiita ujanja wa kidemokrasia. Uamuzi wa utawala wake kukiuka ahadi ya kampeni kwa kutotoa nyaraka zote umekosolewa vikali na kuibua madai ya kuficha ukweli, ikiwemo kutoka kwa mbunge mashuhuri Marjorie Taylor Greene ambaye Trump amemuita msaliti. Na msemaji wa kundi la waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda amesema wanatumaini makubaliano ya mwongozo yaliofikiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatatoa njia kuelekea amani ya kudumu katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Akizungumza na BBC, Lawrence Kanyuka amesema ni hatua muhimu kwamba makubaliano hayo yamejumuisha itifaki zinazolenga kushughulikia chanzo cha mzozo, ikiwemo migogoro ya rasilimali na mvutano wa kikabila katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Makubaliano hayo yalisainiwa Jumamosi iliyopita kufuatia upatanishi ulioratibiwa na Qatar kwa ushirikiano wa Marekani na Umoja wa Afrika. Makubaliano hayo yamebeba itifaki 8 zinazojumuisha kusitisha mapigano, kuachiliwa huru kwa wafungwa na kushughulikia kwa kina sababu msingi za machafuko mashariki mwa Kongo. Hii ni BBC.
Taarifa ya habari za dunia imesoma kwako na Karorobi. Matangazo haya ya Dira Dunia yanasikika kupitia FM, redio ya shirika kama vile Lolondo FM, redio Khwisera na CGFM nchini Tanzania, redio Kitara na redio Paidha nchini Uganda, Mwanedu FM, Nyota FM na Gulf Radio nchini Kenya, na Lizard Radio na redio Muungano Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yapo pia kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hili uko nami Sarafina Robi na mwenzangu vile tutakuwa naye Robi. Tukianza moja kwa moja ni kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza jipya la mawaziri lenye jumla ya mawaziri 27 katika mabadiliko makubwa ya uongozi wa serikali, hatua inayochukuliwa kama sehemu ya kurekebisha utendaji na kuongeza ufanisi ndani ya serikali ya awamu ya 6. David Nkya na taarifa kamili. Akizungumza katika ikulu ya Chamwino jijini Dodoma, Rais Samia amesema mabadiliko hayo yanahusisha kuanzishwa kwa wizara mpya, kubadilishwa kwa baadhi ya wizara za zamani na kuingizwa kwa sura mpya serikalini. Miongoni mwa walioteuliwa kwa mara ya kwanza ni Wanwa Mere, mtoto wa rais ambaye ni naibu waziri mpya wa elimu, sayansi na teknolojia, sambamba naye Paul Makonda, mbunge wa Arusha mjini, aliyeteuliwa kuwa mmoja wa naibu mawaziri katika wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, waziri atakuwa Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete na naibu wake waziri ni Mheshimiwa Regina Ndege Kwarai. Ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, atakuwa Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo na naibu waziri wake ni Mheshimiwa Pius Steven Chaya. Ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana, atakuwa Mheshimiwa Joel Athana Nauka. Hana naibu waziri kwa sababu atakuwa chini ya ofisi ya Rais, atakuwa na wasaidizi wengi. Ni Mheshimiwa Dr. Jafar Rajab Saif. Wizara ya Fedha, Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar. Naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Laurent Deogracius Luswetula, na Mheshimiwa naibu waziri kutakuwa na manaibu waziri wawili, Mheshimiwa Mshamu Ali Munde. Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, na yenyewe kama tunavyojua ina manaibu wawili. Waziri atakuwa Mheshimiwa Balozi Mahmud Thabit Kombo. Mheshimiwa naibu waziri ni Dr. Ngwaru Jumane Magembe na naibu waziri wa pili ni Mheshimiwa James Kinyasi Olemilia. Rais Samia pia amewarejesha mawaziri kadhaa waliokuwemo serikalini, akiwemo Profesa Adolf Mkenda, Jumaa Aweso, Profesa Makame Mbarawa na Profesa Palamagamba Kabudi. Hata hivyo, baadhi ya mawaziri maarufu kama vile Hussein Bashe aliyekuwa akiongoza wizara ya kilimo hawakurejea katika baraza jipya. Doto Biteko aliyekuwa naibu waziri mkuu ameachwa, kama ilivyo kwa waziri wa muda mrefu Jenista Mhagama, Damas Ndumbaro, Suleiman Jafo na Pindi Chana. Pia Innocent Bashungwa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ambaye aliongoza vyombo vya ulinzi vinavyolalamikiwa kwa haki za binadamu, ingawa vyenyewe vinakanusha, naye ameachwa katika baraza la sasa. Katika mabadiliko hayo, Rais Samia ametangaza kuanzishwa kwa wizara ya maendeleo ya vijana chini ya ofisi ya Rais, huku wizara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana ikibadilishwa kuwa wizara ya kazi, ajira na mahusiano, ambayo sasa itakuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu. Tumeona umuhimu wa vijana kuwa na wizara kamili ambayo itasimama nao, na wizara hii itakuwa chini ya ofisi ya Rais. Lakini vile tumefanya marekebisho kidogo kwenye wizara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana iliyokuwa, kwa sababu vijana tumewatoa. Sasa tumeona kuna haja tuwe na wizara ya kazi, ajira na mahusiano. Na mahusiano maana yake ni kwamba atakayeshika sehemu hii ya mahusiano atakuwa na kazi kubwa ya kama tulivyosema, kufanya mazungumzo na makundi mbalimbali na wahusika mbalimbali nchini ili kujenga mahusiano mazuri, nayo itakuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu. Aidha, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, ambayo kwa miaka mingi imekuwa chini ya ofisi ya Rais, sasa imehamishiwa rasmi kwenye ofisi ya waziri mkuu. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, je, hili baraza jipya limepokelewaje na wachambuzi nchini Tanzania? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Tanzania Mohamed Isa. Inaonekana wazi limekwenda kwenye kuangalia swala la maridhiano na swala la matarajio ya Watanzania ya kijamii, ya kiuchumi, na pia kwenda kwenye upande wa malalamiko na uchapakazi. Kwa hivyo tunadhani kwamba ni baraza ambalo lina sura mpya, lakini pia lina sura ambazo zina uzoefu, na humo kuna walioachwa ambao wala hatukutegemea kwamba wanaweza wakawa ni wenye kuachwa
lakini mamlaka ya uteuzi ndio mamlaka ya uteuzi. Tukizungumzia hizo sura ambazo zipo kwenye baraza hili jipya la mawaziri, wapya walokuja, walodumishwa na walodondoshwa, inatoa sura gani na ni kina nani ambao unavyosema kwamba kuna wengine hukutarajia, pengine kwa kutaja majina kiasi, yupi ambaye unahisi pengine kuja ujio wake ndani ya baraza jipya la mawaziri ama kudondoshwa kwake ama kudumishwa kumekushangaza na kwa nini? Katika walioachwa na imeacha gumzo sana ni aliyokuwa naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko, lakini pia aliyokuwa waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe, lakini waziri mwenye uzoefu siku nyingi Suleiman Jafo, Jenista Mhagama. Hayo ni majina ambayo ukizungumza miaka 15 hapa mpaka 10 walikuwepo kwenye baraza la mawaziri, lakini ghafla unawaona hawapo. Na hasa kwenye Mheshimiwa Dr. Tulia alikuwa spika wa bunge na ikawa kwenye kinyang'anyiro cha kugombea uspika, lakini jina likawa ametoa jina lake. Watu tukao tunadhani pengine hata kwenye baraza la mawaziri hatakuwepo, lakini hata kwenye baraza la mawaziri naye hayupo. Kwa hivyo yale tunayofikiria sisi kama raia si yale anayofikiria Mheshimiwa Rais. Lakini majina mapya tulioyaona, tulikuwa tunategemea Paul Makonda, tukimtegemea atakuwepo, lakini lililoshangaza watu wengi humo pia ni lile la binti mdogo Wanu. Huyu ni binti wa Mheshimiwa Rais, kwa hiyo wengine hatujui uwezo wake, lakini yeye kwa kumteua nadhani kuna alichokiona cha kuamini. Lakini majina yaliyobakia mengine kama ya Ahmad Masauni Mahmud alikuwa waziri mambo ya nje, Mheshimiwa Lukuvi kwenye wizara ya fedha aliyomrithi Mwigulu Nchemba Hamisi Omar, lakini Profesa Kabudi amebaki, Angela Kairuki amebaki, Mohamed Mchengero amebaki, Profesa Makame Mbarawa amebaki, Ulega amebaki, Simba Chawene kahamia kwa mambo ya ndani, Profesa Kitila Mkumbo. Haya kwa kweli ni yaliyokuwa yanategemewa, lakini yale ambayo kutegemewa ndio hivyo tumeyasema. Kutokana basi na hayo, hizi teuzi, tunapata taswira ya ajenda za Rais Samia kiutendaji serikalini zitatekelezwaje? Anazingatia hali tete ya taifa iliyopo. Pengine timu hii ndio aliyoiaminia kwa ajili ya kuelekea kwenye masuala ya mustakabali wa maridhiano na mageuzi ambayo ameyasema yatatokea ndani ya siku 100, na hii ni kama vile mwelekeo mpya kwa mujibu wa hotuba yake aliyotoa bungeni. Kwa hiyo tunadhani kwamba hawa ndio walioaminiwa kuweza kutekeleza azma aliyowaeleza Watanzania kwamba anataka serikali yenye utendaji zaidi, anataka serikali itakayosikiliza malalamiko ya wananchi zaidi, anataka serikali ambayo itahakikisha rasilimali za taifa zitatumika kwa manufaa ya Watanzania. Pengine hili ndilo aliloliona yeye baraza la mawaziri la kuifikisha nchi kule anakotaka. Kuna wanaohisi wizara ya ulinzi, fedha, sheria na katiba kwa kiasi fulani ndo wizara zinazobeba wizara nyingine. Teuzi alizozifanya kwenye hizi wizara muhimu zinaashiria nini? Hizi ni wizara ambazo zinagusa jamii moja kwa moja, ukiongeza na wizara ya mambo ya ndani ambako amerudishwa Mheshimiwa Simba Chawene. Ni wizara ambazo zinagusa maisha ya watu na masuala nyeti ya taifa, na waliopewa kwa mfano wizara ya ulinzi mimi siwajui, lakini inaonekana ni watu ambao kwa hali ya nchi inavyokwenda pengine wameaminiwa kuweza kuhakikisha ulinzi wa nchi uko sawa. Kwenye upande wa katiba na sheria ni wazi kwamba waliopewa jukumu hilo ni watu weledi kwenye upande huo. Kwa hiyo tunategemea kwamba wengi waliochaguliwa kwenye hizi wizara nyeti ni wale ambao Mheshimiwa Rais amewaamini kwamba watatuvusha katika hali tulionayo. Uwakilishi wa wanawake katika baraza hili jipya la mawaziri nalo unaweza kulizungumziaje? Uwakilishi wa wanawake upo vizuri tu, sijafanya hesabu ya kujua kwa asilimia ngapi, lakini tumeona kwenye wizara nyeti pia kama mfano maliasili na utalii yuko mwanamama Dr. Shatu Kijaji, lakini hata huko kwenye wizara nyingine nimeona majina ya manaibu waziri wapo na hata mawaziri ambao ni wanawake. Kwa hivyo ingawa sijaona sana kung'ara kwa wanawake kwenye baraza lenyewe kama vile labda 50 kwa 50, lakini tunaona kwamba uwepo wa wanawake upo, tena ni wa kutosha tu. Wizara 27, unahisi hili lilihitajika? Unajua uteuzi wa baraza la mawaziri unategemea na hali ya mazingira ya hali ya nchi ilivyo. Kwa hivyo kwa hali ya nchi ilivyo, kwa mfano wizara ya vijana, imeonekana vijana usipowapa kile wanachohitajia, masuala ya fursa za kiuchumi, fursa za ajira, masuala ya uwezeshaji wa kibiashara,
kuiweka wizara kamili tena chini ya ofisi ya rais. Hili ni jambo ambalo limelenga makusudi kwenda kwenye kutatua malalamiko ya vijana ambao wengi ni rahisi hata kuwachota na kuwajaza fikra ambazo zikasababisha uvunjifu wa amani na kitu kama hicho. Kwa hivyo uanzishaji wa wizara hiyo, lakini pia utoaji wa wizara muhimu ya TAMISEMI kutoka ofisi ya rais kuipeleka chini ya ofisi ya waziri mkuu ambaye ndio mtendaji mkuu wa serikali. Kusema kweli, imeturudisha kule tulikotoka, tulikozoea kwamba wizara ya TAMISEMI ambayo ni wizara kubwa kabisa kuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu ndio hasa mahala pake, kwa sababu yeye ndio anayesimamia utendaji wa serikali. Na moyoni Mohamed Isa akizungumzia baraza jipya la mawaziri la Tanzania akizungumza na mwenzangu Karorobi. Tukisonga mbele ni kwa mahakama nchini Bangladesh imemhukumu kifo waziri mkuu wa zamani wa Bangladesh Sheikh Hasina kutokana na ukandamizaji mbaya wa maandamano dhidi ya serikali mwaka jana. Mahakama imebaini kuwa aliamuru ukandamizaji wa maandamano ya wanafunzi mwaka jana, tukio ambalo Umoja wa Mataifa unakadiria uliua hadi watu 1400. Beldin Waliaula na maelezo zaidi. Huku hukumu hiyo ya kifo ikitangazwa dhidi ya Sheikh Hasina, shangwe zilitanda ndani na nje ya mahakama. Kuna kundi dogo la watu walikuwa naimba nyimbo za kutaka wenye hatia wanyongwe. Makofi ndani ya mahakama yalidumu sekunde chache kabla ya mahakama kuwataka waliokuwemo ndani kudumisha adabu ya mahakama. Tumeamua kutoa hukumu yenye sentensi moja tu, hukumu ya kifo. That is sentence of death. Tangu Hasina aondolewe madarakani, amekuwa akiishi uhamishoni nchini India tangu Agosti tarehe 5 mwaka 2024. Hukumu hii inaiweka India katika shinikizo la kimataifa kumrejesha Hasina nchini Bangladesh, lakini ingawa huenda India isiwe tayari kufanya hivyo. Usalama umeimarishwa kote nchini Bangladesh kutokana na hofu ya vurugu, na maandamano machache yameripotiwa mapema leo. Katika mahojiano na BBC wiki iliyopita, Hasina alitaja jaribio la kushtakiwa akiwa mbali kama mzaha. Hasina alishtakiwa bila kuwepo kwake mahakamani, kwani yuko uhamishoni kufikia sasa. Mwaka jana maandamano makubwa yalishuhudiwa nchini humo yakimtuhumu Hasina kwa ufisadi na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Zaidi ya mwaka mmoja baadaye, Hasina wala chama chake cha Awami League hakijaomba msamaha au kuonyesha majuto kuhusu mauaji yaliyoshuhudiwa kipindi cha maandamano hayo, jambo liloongezea ghadhabu ya familia za waliouawa na kujeruhiwa ambazo sasa zinataka haki. Changamoto kubwa iliyopo sasa ni namna hukumu itakavyotekelezwa, Hasina ikiwa bado nchini India. Katika kesi hii, aliyekuwa mkuu wa polisi Chaudhuri Abdullah Al-Mamun ndiye mtuhumiwa pekee aliyekuwepo mahakamani hii leo. Alikiri mashtaka dhidi yake mwezi Julai na sasa ndiye shahidi wa upande wa mashtaka. Hasina pamoja na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Asaduzaman Khan Kamal wote wamejificha uhamishoni. Hii si mara ya kwanza kwa Hasina kutafuta hifadhi nchini India. Takriban miaka 50 iliyopita, Hasina na dada yake walikimbia Bangladesh baada ya mauaji ya baba yao Sheikh Mujibur Rahman katika mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika mwaka 1975.